Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, siku ya wagonjwa duniani ni nafasi ya kutafakari kanuni, maadili na utu wema, sera na mikakati ya shughuli za kichungaji kwa ajili ya wagonjwa na wazee, tayari kusoma alama za nyakati kwa kusikiliza na kujibu kilio cha wagonjwa na wale wote wanaoteseka kiroho na kimwili. Hii ni siku maalumu kwa ajili ya kukoleza waragibishaji na maadhimisho yanayokusudia kuwasaidia waamini kusali na kushiriki mateso ya wagonjwa, na kwa wagonjwa wenyewe kutolea mateso na mahangaiko yao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa la Kristo Yesu, na hatimaye kuwaonjesha wagonjwa kuwa ni sura na ufunuo wa Kristo Yesu anayeteseka kati pamoja nao. Siku ya wagonjwa duniani ilianzishwa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kunako mwaka 1992 na kuadhimishwa kwa mara ya kwanza kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Lourdes nchini Ufaransa kunako tarehe 11 Februari mwaka 1993. Maadhimisho ya siku ya 31 wagonjwa duniani tarehe 11 Februari 2023 yananogeshwa na kauli mbiu mtunze huruma kama zoezi la sinodi ya uponyaji. Baba Mtakatifu katika ujumbe wake anakazia umuhimu wa kutenda kadiri ya mtindo wa Mungu kwa kufuata mfano wa Msamaria mwema ili kuondokana na upweke hasi na hali ya kutelekezwa. Kanisa liwe ni hospitali katika uwanja wa mapambano ya vita kwa kujielekeza zaidi katika ushirikiano na udugu wa kibinadamu katika huduma kwa wagonjwa. Baba Mtakatifu Francisco anawashukuru wafanyakazi katika sekta ya afya kwa huduma na tafiti zao. Huu ni mwaliko kwa jumuiya za Kikristo kujipambanua katika huduma kwa wagonjwa. Baba Mtakatifu anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kushirikiana na kushikamana ili kutokana na mang'amuzi ya udhaifu wa binadamu na magonjwa yanayomwandama watende kadiri ya mtindo wa Mungu unaofumbatwa katika ukaribu, huruma na mapendo. Mwenyezi Mungu katika maandiko matakatifu anasema, mimi mwenyewe nitawalisha kondoo wangu, nami nitawalaza, asema Bwana Mungu, nami nitawatafuta waliopotea, nitawarudisha waliotangatanga, nitawatibu waliojeruhiwa, nitawatia nguvu wagonjwa, nao wanono na wenye nguvu nitawaharibu, nitawalisha hukumu. Mchoko, magonjwa na udhaifu wa mwili ni sehemu ya vinasaba vya safari ya maisha ya mwanadamu vinavyohitaji ujenzi wa udugu wa kibinadamu unaosimikwa katika mfano wa Msamaria mwema ili kuganga kwa mafuta ya faraja na divai ya matumaini ili kuwaokoa na kuwasaidia wale wote wanaotelekezwa kwenye vipaumbele vya jamii kama ilivyokuwa kwa yule Msamaria mwema, kwani upendo ni njia ya uzima wa milele. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, waamini wanapaswa kusimama kidete kulinda na kutetea maisha, utu na heshima ya binadamu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Kuna ukosefu mkubwa wa haki msingi za binadamu unaopelekea kukosekana kwa usawa, na hasa zaidi kutokana na vita pamoja na mambo mengine, kiasi kwamba mateso na mahangaiko ya binadamu yanatendeka katika muktadha wa utamaduni. Kuna watu wanaoishi katika upweke ya hasi na hali ya kutelekezwa, wanaoweza kusaidiwa kwa kuwajali, kuwaonesha upendo na hivyo kuwaondolea hali yao, kama ilivyokuwa kwa Msamaria mwema ambaye alitenda tofauti. Sasa ni mfano bora wa ujenzi wa ulimwengu unaosimikwa katika udugu wa kibinadamu. Upweke hasi unaweza kumpelekea mtu hata kushindwa kuona thamani ya maisha yake na hivyo kuonekana kuwa kama mzigo kwa jirani zake. Kumbe hata katika mateso na mahangaiko ya watu, Mama Kanisa hana budi kuwa ni hospitali katika uwanja wa mapambano ya vita, kwani historia inaonyesha kwamba utume wake unasimikwa katika huduma, mwaliko kwa waamini kusimama na kutafakari na hatimaye kuchukua hatua, kuganga na kuponya, na hatimaye kuwashika mkono walioelemewa na udhaifu pamoja na magonjwa ili kuwainua tena. Maadhimisho ya siku ya 31 wagonjwa duniani ni mwaliko wa sala na ujirani mwema, tayari kugeuza vipaumbele vya viongozi wa kiuchumi, kitamaduni na kisiasa, na hivyo kuanza kujielekeza katika mchakato wa ushirikiano na mshikamano unaosimikwa katika udugu wa kibinadamu, kwa watu kukutana mubashara, hali inayoweza kupanuliwa na kuingizwa katika huduma bora zaidi ya afya inayowashirikisha wafanyakazi katika sekta ya afya na ustawi wa jamii, wanafamilia pamoja na watu wa kujitolea wanaoweza kuwa ni ushuhuda angavu kwa ajili ya huduma kwa wagonjwa na mapambano dhidi ya maovu
yanayotendeka kila kukicha katika uso wa dunia. Baba Mtakatifu anapenda kuchukua fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wafanyakazi katika sekta ya afya na tafiti mbalimbali ambao wameendelea kujipambanua kama mashujaa. Ugonjwa wa virusi vya korona uviko 19 umeibua mshikamano ambao umefunua udhaifu na mapungufu makubwa katika miundo mbinu ya sekta ya afya. Changamoto kubwa kwa sasa ni kuhakikisha kwamba serikali mbalimbali duniani zinatenga bajeti ya kutosha ili kuwa na uhakika kwamba walau watu wanapata haki zao msingi katika huduma ya afya. Katika maandiko matakatifu tunasoma, hata siku ya pili akatoa dinari 2 akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze huyo, na chochote utakachogharimiwa zaidi mimi nitakaporudi nitakulipa. Injili kama ilivyoandikwa na Luka sura ya 10 mstari wa 35. Huu ni ushuhuda kwamba jumuiya ya waamini na watu wenye mapenzi mema inaweza kujenga mahusiano na mafungamano yanayowatambulisha na wagonjwa pamoja na wadhaifu, kiasi cha kujenga jamii shirikishi kwa kuwanyanyua wadhaifu na wagonjwa kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kielelezo cha upendo na utandawazi unaojali na kuguswa na mahangaiko ya wengine. Baba Mtakatifu anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuyaelekeza mawazo yao kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Lourdes nchini Ufaransa katika maadhimisho ya siku ya 31 ya wagonjwa duniani kwa mwaka 2023 ili kujifunza somo la kinabii ambalo Mama Kanisa amekabidhiwa katika nyakati hizi za kisasa. Si watu wazima na wale wanaofanya shughuli zao barabara ndio wanaopaswa kupewa kipaumbele. Kinyume chake, na kwa hakika wagonjwa wako katikati ya watu wa Mungu, na Mama Kanisa anasonga mbele kwa ari na moyo mkuu pamoja nao kama ishara ya ubinadamu ambamo kila mtu ana thamani kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na wala hakuna anayepaswa kutelekezwa au kuachwa nyuma. Bikira Maria mwenye moyo safi wasaidie kuwaombea furaha na ujasiri katika hija ya maisha yao huku bondeni kwenye machozi. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Waswahili wanasema shukurani ya mgonjwa ina uzito zaidi kuliko risala ya ndugu na jamaa wakati wa msiba. Kukunogeshea ujumbe wa Baba Mtakatifu Francisco katika maadhimisho ya siku ya 31 wagonjwa duniani kwa mwaka 2023 ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa. Tunakukabidhi maisha yetu, kuweza kwetu na kushindwa kwetu, yote viwe mikononi mwako. Utujalie imani, matumaini, wema na utulivu, tukusadiki wewe pekee na kutegemea uwezo wako mwema wa ajabu. Tusimame imara katika imani, tusiombe bali tuzaliwe upya kwa ushindi wako. Tunakuomba Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, kwa huruma isiyopimika, njoo Bwana haraka, ukatawale mioyo yetu. Machozi tunayolia yafute maovu yetu yote kwa